Huyo shekhe wako kwanza pia utuambie, mpaka yeye kawa shekhe anakufundisha wewe na wanafundisha wengine, yeye kasoma wapi? Hili swali halijibu kwa nini? Sasa akasema huyu Siafu akasema kwamba akaweka maneno yangu pale akuonesha kama vile si lolote si chochote, radi yenyewe ndio hii eti inaitwa radikali, na kumlaumu huyo anayeweka huko kwenye channel na kadhalika na kadhalika. Unajua huyu jamaa mimi nilikuwa hata simfuatilie na wala simjui mpaka sasa hivi ninavyozungumza simjui, lakini jina lake anaitwa Abu Atika, alafu anapostiwa katika channel ya Salafini Kwetu. Kumbe hii channel Salafini Kwetu inaonekana huyu anaiongoza hii channel. Hayo yote tunamwachia mwenyewe huyo Siafu. Tunaingia kwenye nukta. Siafu anasema swali langu nilouliza hata mwanae anaweza kujibu. Hilo swali unamuuliza swali. Hilo swali hata mtoto wangu mdogo anaweza akalijibu, Zakaria. Swali simple tu. Mimi niliuliza hivi, kwanza kabla ya hapa namkumbusha tena Siafu, kama unataka kumjibia shekhe wako kama mwenyewe unavyojinadi, huyo shekhe wako kwanza pia utuambie, ili yeye mpaka yeye kawa shekhe anakufundisha wewe na wanafundisha wengine, yeye kasoma wapi? Hili swali halijibu kwa nini? Hebu mjibie basi na wewe. Kama unataka kumjibia miongoni mwa maswali ambayo watu tunauliza ni haya au ni hili, hebu mjibie. Muhammad Bachu, Allah muhifadhi shekhi wangu, yani akae ajibu utumbo huu, na kati utumbo huu unaweza kujibu hata mimi, na kati utumbo huu unaweza kujibu hata mimi, na kati utumbo huu unaweza kujibu hata mimi. Mambo yenu yote ya kijinga jinga mimi nayaweza kuyajibu, tunayajibu tu vizuri tu. Swali gani la kumuuliza Sheikh Muhammad Bachu? Na kukumbusha maswali ambayo mimi nilianza nayo kumuuliza Bachu. Bachu alinukuu kisa au alielezea kisa cha maswahaba watatu radhiyallahu anhum, kina Murara bin Rabi'a na Ka'b bin Malik, sawa, na mwenzao mmoja. Hawa hawakuhudhuria katika vita vya Tabuk, sawa. Akaendelea bwana Bachu kama kisa kinavyojulikana maarufa, akasema, naenda kwenye nukta moja kwa moja, kwamba Warumi walifika katika vita pale, katika uwanja wa vita, lakini waliposikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anakuja na jeshi lake kubwa, wakaogopa, wakakimbia wale Warumi, wakaacha vitu vyao. Hapa ndo nikauliza swali la kwanza, bwana Siafu, hebu mjibie, anzia kumjibia huku. Ukishajibu vizuri, kaweka na ushahidi, kisha sasa ndo uje utambe sasa, naitwa Siaf, Ibrahim Siaf. Hayo ya kutamba na kutaja jina namna hiyo yalete baada ya kutoa majibu kwenye vitabu, sio kutoa majibu kwa kubwata. Maana kuna kuzungumza afu kuna kubwata. Sasa wewe unabwata huko, kubwata basi walau kuambatane na maandiko, itapendeza. Wewe mwenzangu una sauti kubwa nzuri sana kutolea maandiko, mimi sauti yangu ndogo, ndivyo nilivyoumbwa hivi. Hiyo sauti yako kubwa ukibwata hiyo iwekee maandiko, inapendeza sana, wallahu almusta'an. Sasa nikauliza hii nukta ya kwamba walifika katika uwanja wa vita wa Rumi kisha wakaondoka, ipo kwenye vitabu gani? Tuletee. Sababu jambo hili la kitoto, mimi nikasoma maandishi kutoka katika kitabu Nurul Yaqin, kitabu kidogo, yani cha mwanzo katika sira, kuonesha kwamba jambo ni dogo lakini Bachu halijui. Kama analijua na kama mimi ndo nimekosea, basi ajibu swali hili, bwana, walifika kweli katika uwanja wa vita wakakimbia wakaacha vitu vyao, kitabu fulani aseme walifika uwanja wa vita kisha wakakimbia wakaacha vitu. Hilo swali la kwanza, hebu mjibie. Ukishajibu ndo uje utambe sasa na kupandisha sauti, sawa bwana Siafu? Kitabu gani kilichosema Warumi walifika katika uwanja wa vita ya Badri, uwanja wa vita vya Tabuk, Warumi walifika katika uwanja wa vita afu wakakimbia? Kitabu gani? Hilo swali la kwanza. La pili, baada ya wale Warumi kukimbia kuna kuacha mali zao pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika akachukua zile mali, bwana Bachu akasema akachukua zile ghanima. Kitabu gani au kisheria zile mali zinapochukuliwa, sawa, kwa staili hiyo inaitwa ghanima? Kisheria inaitwa ghanima ile kama anavyosema Bachu, au Bachu amechucha anawapoteza watu? Kama inaitwa ghanima, leta ushahidi. Kitabu gani kisheria
ile inaitwa ghanima iliyochukuliwa. Kama kweli waliacha kisha Mtume SAW akachukua, inaitwa ghanima. Mimi nilianzia kule, kisha nikaendelea na maswali nukta baada ya nukta. Mimi nimemdanda Bachu nukta baada ya nukta, maelezo na maswali nauliza, na kaida ambayo aliileta nikairudisha kwake yeye na shekhe wake Barahiani, nikairudisha kwao. Sasa wewe utakiwa uanzie kule, mjibie kule, toa maelezo kule, mpaka hapo kwenye picha. Sio unakurupuka tu unakuja kwenye picha ili upate viewers, comments, likes. Tazame tu bwana Luqmatul Aish. Kumbuka kuna kifo. Mitandao utaiacha. Athari itakufuata iwe nzuri au mbaya, sababu watu wataendelea kutazama kama nilivyozungumza awali. Watu wataendelea kutazama mitandao na hizo channel zenu za YouTube. Kwa hiyo muwe makini mno na mnachokiweka katika channel zenu. Na mimi pia mzungumzaji niwe makini, kama hili litawekwa kwenye channel, maana yake mimi hata nitakapoondoka watu watasikiliza nyuma yangu. Kwa kama nitakuwa nimeongopa au nimepoteza watu, basi itakuwa mtihani. La qaddar Allah. Sasa moja kwa moja bwana Siafu akasema kwamba kwanza mimi niliuliza, alinukuu maneno hayo kwenye channel yake pale Siafu. Mimi nilimuuliza Bachu, kwa sababu Bachu anasema Sheikh Kasim alisema kupiga picha haram kwa msimamo wake, kisha akajipiga kwa siri, lakini hawaambii wanafunzi wake. Sawa, kwamba kwa kufanya hivyo bwana Bachu anasema Sheikh Kasim kashaitambua haki, lakini anaificha haki. Hapa pia akavuruga huyu Siafu, anasema hiyo ni swali, mtu anaweza kuuliza swali without question mark. Ile ni design nyingine la kuuliza swali. Kuna muda unauliza swali without question mark, na muda unauliza swali without question mark, na muda unauliza swali without question mark. Kuna maswali mengine yanaulizwa kwa kuelezea ama kwa kulithibitisha kitu, kumbe linakuwa ni swali. Hili sio swali bwana. Maelezo yanaonyesha kabisa sio swali, na maelezo yako wewe yanathibitisha kwamba hili halikuwa swali bali ilikuwa ni ibara. Sawa, ilikuwa ni nini? Ni ibara. Sawa, maelezo ya bwana Bachu yanaendelea, na alianzia kwa kusema kuna maulama wameshaona uhalali wa kupiga picha, lakini hawasemi. Kwa maana yake anawatuhumu kuna maulama wanaficha haki. Na akaendelea, miongoni mwa hao watu wanaoficha haki, washaijua haki, hawawaambii wanafunzi wao ni Sheikh Kasim. Ndio mimi namuuliza, wewe umejuaje Bachu kwamba Sheikh Kasim kashaijua haki? Wewe unamjibia sasa, wewe Siafu unamjibia, unasema kwa sababu kajipiga picha. Mimi nimeuliza tena kwenye clip ile na hapa nauliza tena, je, mtu akifanya jambo ambalo mwanzo jambo hilo alikuwa akisema ni haramu, kisha akilifanya, kwa kule kufanya kwake tu tayari ndo dalili kwamba jambo hilo ni halali? Wewe Siafu ukisema ndio, weka vitabu, weka ushahidi. Sio ndio tu, ndio, sio mtupu bwana, hii ni dini. Weka ushahidi, weka dalili kwamba ni kweli mtu akisema jambo fulani haramu kisha tukamuona baadaye kalifanya, basi huo ni ushahidi kwamba sasa hivi anaona ni halali. Kwa ukishasema hivyo, weka ushahidi, kwa ushahidi kadha na kadha na kadha. Hivi ndio tunavyotaka, na hivi ndivyo wanavyotaka watu. Kila mpiga picha ni motoni, manake ni haramu. Kitendo cha Kasim Mafuta kujipiga picha ndo kajihalalishia, manake ndo kaikawaza kwamba kumbe kupiga picha halali, kwa sababu ingelikuwa haramu mwalimu wenu si ameokoka, hakosei. Kwa hiyo kitu ambacho anachokifanya mwalimu wenu ndo imekuwa halali. Weka ushahidi, kwa hapo weka ushahidi. Hiyo ndio ilikuwa nukta ya msingi sana ambayo huyu bwana kaizungumzia. Ama mengine ilikuwa porojo na maneno machafu tu, ambao sisi wala hatuna muda wa kujadili maneno hayo. Bado swali hilo yeye alisema ni swali ambalo mwanae pia Zakaria anaweza kalijibu. Hilo swali hata mtoto wangu mdogo anaweza kalijibu Zakaria. Swali simple tu. Basi amwambie Zakaria, bwana Zakaria, watu wanataka dalili. Kwa jawabu lako ulilitoa bwana Siafu, weka dalili. Aidha Zakaria weke dalili mwanao, au wewe msaidie.
Sawa bwana Siafu. Akaendelea mwenyewe katika kueleza akasema kullu musawwiru ya kwamba picha ni haramu vile vile. Kullu musawwiru finnar, kila mpiga picha atakuwa motoni. Allahu almusta'an. Kullu musawwiru Siafu we wana jitahidi wana Siafu. Sisi maneno machafu tunayo na sehemu tulizokulia hizo. Alhasil amna mtu sehemu maalum ambapo atajifunza matusi. Matusi kila mmoja anayajua, na maneno machafu kila mmoja anayajua. Ni ile tabia tu mtu anakuwa nayo, anakuwa hana uslubu huo na maslaki hiyo ya kuwa na maneno machafu, na dini pia nayo inachagiza mtu kuachana na mambo hayo. Lakini ingekuwa si hivyo, basi tungeshindana kwenye maneno machafu, na hasa katika kadhia nyingi tu. Kwenye hili jina lako tu hapo kuna namna nyingi hapa za kukuvurumishia maneno mibaya, lakini hilo sio jambo letu. Bwana kullu musawwiru eti kullu musawwiru, kazi sana, subhanallah. Haya, tuachane na mambo hayo. Shekhi wako anasema mambo ya kishamba, tunaachana nayo. Sasa huyu Siafu anasema kwamba sababu Siafu kwenye kadhia yake hii anajivuruga, anajitekenya, anacheka mwenyewe. Analala kiamka anajitekenya, anacheka mwenyewe. Umeona? Mwanzo wakati ananinukuu mimi nilipouliza kwamba mtu akisema jambo haram alafu akalifanya, kwamba wewe umejuaje? Bacho umejuaje kwamba sasa hivi Sheikh Kasim anaona jambo la kupiga picha ni halali? Kwa sababu kajipiga. Kitendo cha Kasim Mafuta kujipiga picha ndo kajihalalishia, manake ndo kaikawaza kwamba kumbe kupiga picha halali. Ndio jawabu lake. Mimi nikauliza kule mbele, je, mtu akifanya jambo ambalo mwanzo alikuwa akisema haram jambo hilo, kisha akalifanya, ndio dalili kwamba anaona sasa hivi jambo hilo linafaa? Akakubaliana nami akasema hapo ni kweli. Sio dalili kwamba jambo hilo linafaa. Jambo hili halifai kisha akalifanya, ndio dalili kwamba anaona sasa jambo hilo linafaa. Ni kweli kabisa unachokiongea, ya kwamba mtu anayekataza kupiga picha halafu akaja akajipiga picha, dalili hatuwezi kusema ya kwamba linafaa. Asa mbona mwanzo huku umesema wewe Siafu kwamba amejua Bacho amejua kwamba Sheikh Kasim anaona picha inafaa kwa sababu kajipiga. Huku nakubaliana na mimi ya kwamba sio dalili kwamba mtu akifanya jambo ambalo mwanzo alikuwa anasema haram akilifanya sio dalili kwamba anaona linafaa. Sasa mbona ajivuruga sasa huyu mtu? Alafu mwishoni wa maneno anarudi tena mwanzo, anaachana tena na hii kauli ya katikati hapa. Yaani ni mtu haeleweki anachozungumza, wala haelewi anazungumza nini, ili mradi tu yeye tu amekavurumisha mitusi, kamtolea maneno machafu huyu, kamtolea maneno machafu huyu. Afu na watu bwana wanamsifu bwana. Lakini ndio jambo lilivyo. Kama kuna watu wanawafuata wale nani wanaoitwa mashuhuri kwa jina la wanaitwaje, Qur'aniyun wale, kuna watu wanafuata mashia, kuna watu wanafuata ukafiri kabisa, na wanajua wanaishi wanadhani kwamba wao ndio hapo kwenye usawa. Sembuse watu wanaomfuata huyu. Kwa hiyo lazima utapatikana watu watakubali upuuzi fulani, kwa sababu wajinga hawaishi. Sasa mtu asishangae kwamba huyu bwana naye kuna watu wanamsupport. Wengine wanamsupport, wanajua kwamba huyu jamaa MTZ. Lakini anayetukana hapa si Sheikh Kasim bwana. Adui wa adui yako ni rafiki yako. Kwa unaweza ukamuunga mkono huyu bwana kwa sababu anayetukana ni Sheikh Kasim bwana. Lakini kwa nafsi zao wanajua hamna kitu, lakini hii mitusi hii na maneno mibaya hii ndio vizuri apelekewe Sheikh Kasim. Kadhani hilo litawasaidia. Kumbe biidhnillahil karim alisaidii chochote.
Kisha unataka niende tu naye haraka haraka, ana hoja za msingi hapa za kupoteza muda. Kisha akatoa maneno mengi ambayo mengine na kinyaa wala hana haja kuzungumzia. Sijui Sheikh Kasim kijana wa kawaida tu. Ameenda Yemen kasoma. Nani yeye kijana wa kawaida tu ameenda tu Yemen si wapi kusoma amerudi? Kawaida tu. Taban Sheikh Kasim kijana wa kawaida kaenda Yemen kasoma. Wewe ushatuambia. Kaenda Yemen kwa Sheikh Mukbil kasoma. Basi tuambie Sheikh wako Bacho kaenda wapi kusoma? Ndio tunaposema kusoma hatumaanishi hii kusoma ambapo kila Muislamu au Waislamu asilimia kubwa wamepitia madrasa kusoma Qur'an au kuhifadhi, akasoma al-Jadidu, akasoma vitabu vidogo hivi vya kawaida hivi. Sawa, akajua udhu na swala kwa kiwango cha kawaida, sio kule. Nadhani tukisema kusoma tunaelewana. Sio kuleta shubha hapo. Basi tuambie, ushawaambia wafuasi wako au wanaokufuata au wanaokusikiliza, sababu wewe huna wafuasi, wanaokusikiliza. Ushawaambia kwamba Sheikh Kasim kaenda Yemen. Lakini wao wanajua kwamba Sheikh Kasim kapita vipi kusoma. Tujalie hivyo Yemen, kaenda Yemen tu. Karudi hapa. Wewe Sheikh wako kaenda wapi? Kasoma wapi? Mbona hapo wamfunguki? Ili awe shekhe kasoma wapi? Au ule msingi wa al-ilmu qabla al-qawl wal-amal au al-ilmu qabla al-amal wal-qawl, nini kwani haufanyi kazi? Mautupilia mbali msingi ule. Kama unafanya kazi, wewe umesoma wapi? Unafanya radi sasa hivi. Bacho kasoma wapi? Hebu fungukeni hapo. Nilimuuliza Bacho pia. Mjibie. Kisha akasema ndio maana Sheikh Bacho akasema Sheikh Kasim aje aeleze kama kakosea aeleze, au kama sijui vitu vya namna hiyo. Ndio maana Muhammad Bacho akamwambia basi aje aeleze tu kwamba ameteleza. Ndio hivyo shekhe. Sasa wewe unauliza swali gani hapo? Vitu vya namna hiyo. Mimi namwambia bwana Siafu, kwanza katika swali ambalo niliuliza Bacho ambalo wewe umelijibu kwamba Bacho amejua kwamba Sheikh Kasim sasa hivi anaona kupiga picha halali kwa sababu kajipiga. Jawabu ndo lile. Umejuaje sasa kama Kasim Mafuta kupiga picha ni halali? Tumejua kwa sababu Kasim Mafuta aliharamisha picha lakini akajipiga. Ndo tumepata jawabu ya kwamba picha imekuwa halali kwake kwa sababu mbona anajipiga kama haramu? Weka dalili kwamba mtu akifanya jambo ambalo mwanzo alikuwa akiona haramu kisha akalifanya jambo hilo. Kufanya kwake tu ndio dalili kwamba kaona sasa linafaa. Weka dalili kwamba mtu akifanya jambo ambalo mwanzo alikuwa akiona haramu sasa akalifanya, basi kufanya kwake tutasema kwamba sasa ameona jambo hilo ni halali. Weka ushahidi kwa ushahidi huu na ushahidi. Tunakutaka ushahidi. Na kukumbusha tu narejea hapo. Sije ukaruka. Kisha nukta ya pili tueleze bwana Sheikh wako kasoma wapi? Kisha ukasema kwamba Bacho, ndio maana Bacho akamtaka Sheikh Kasim aje aeleze. Bacho katika clip yake ile ya kule ambayo mimi nilijibu kule alipokuwa Tanga, alisema ya kwamba kila mmoja miongoni mwetu anafanya dhambi. Akasema yeye mwenyewe ana madhambi yake asiri. Pengine kuna mmoja swahiba yake anayajua lakini anamfichia nini? Siri. Sawa? Kisha akasoma hadithi, man satara musliman satarahu Allahu yawma al-qiyama. Mwenye kumsitiri Muislamu mwenzake, kwamba kuna mtu anafahamu madhambi, kwamba kuna mtu huyu anajua kwamba Bacho kuna madhambi anayafanya. Sawa, lakini akamsitiri, basi Allah atamsitiri siku ya kiyama na yeye. Na hii ndio sawa, hakuna mtu ambaye afanyi dhambi. Sawa? Tatizo ni kuendelea katika ile madhambi moja kwa moja na kudumu na kutotubia kama dhambi za kutubia, kwa sababu kuna dhambi zingine zinafutwa tu na amali njema kama tulivyosema, au kwa kuelekea msikitini kwa swala 5 na mambo mengine. Hilo linafahamika. Sasa Bacho alisema kwamba yeye anafanyaje naye ana madhambi yake na kila mtu ana dhambi zake.
Tofauti itabakia tu kwamba inaweza dhambi yako wewe ikachomoza kwa watu. Sio wewe ambao umefanya hadharani. Inaweza ikachomoza kwa namna moja ama nyingine, lakini si wewe. Si kwa matakwa yako wala si wewe ambao ulieleza au ueneza kwa watu dhambi ile. Nadhani tunaelewana vizuri hapo. Sawa? Nadhani tunaelewana vizuri kwenye nukta hii. Sasa kwenye nukta hii Bwana Bachu kashasema kwamba na yeye anafanya dhambi kwa siri. Hapa kuna nukta nataka tuelewane vizuri. Kwanza kabla ya huko katikati hapa alisema kwamba maneno yangu mimi nilipouliza, je, mtu akifanya dhambi fulani, akifanya jambo fulani ambalo mwanzo alikuwa akisema jambo hilo ni haramu akalifanya, ni dalili ya kwamba jambo hilo sasa yeye anaona linafaa. Yeye akasema kwamba hatuwezi kusema, yani akasema kuna mambo mawili, kwa sababu nataka ninukuu maneno yake bila kumzushia wala kumuingizia maneno mdomoni mwake. Yeye akasema huyu bwana Siafu ya kwamba kuna mawili, ima jambo hilo iwe halali au haramu. Sasa haja waeleze watu wake Sheikh Kasim, sawa, kwamba bwana amekosea, yeye ni nani payuka hapo na nini, yeye ni nani mpaka asikosee? Kwani si aseme hivyo? Kwani yeye nani mpaka one shida kuongea kama amekosea? Kwani yeye nani mpaka one shida kuongea kama amekosea? Nani yeye? Kijana wa kawaida tu, ameenda tu Yemen si wapi kusoma, amerudi kawaida tu. Sasa kwani kuna mtu kweli anayehisi kwamba Sheikh Kasim hakosei? Acha Sheikh Kasim, kuna mtu anayehisi kwamba kuna shekhe mkubwa kwamba yeye hakosei, hana madhambi duniani sehemu yoyote? Kuna mtu anayehisi au anayedhania mawazo kama hayo?